ya kukusaidia, lakini tafadhali heshimu sheria za mataifa mengine. Hata wao wakija hapa tutafanya hivyo. Juzi kulikuwa na Mchina ambaye alikuwa na sumbua wa Kenya hapa Eldoret. Tumemtoa, ameenda. Amerejeshwa kwao. Kuna mwingine kutoka upande wa Holland ama Netherlands, alimkejeli afisa wa polisi kule pwani. Pia yeye tukamwambia pana, ukifika Kenya heshimu wa Kenya pia, nenda nyumbani. Kuna wachache ambao, kuna mwingine alikuwa anahusika na huu mambo ya ulaghai ya kudanganya wa Kenya kwamba wanaenda kufanya kazi kule Urusi ama nini, na kumbe wanapelekwa kwa vita ambavyo hawaelewi, wanahatarisha maisha ya Wakenya. Kuna mmoja wa taifa hilo pia tukamtoa. Kwa hivyo tunasema ni lazima watu waheshimu katiba na sheria ambayo uko nayo. Sasa swala hili la kusema ni nani alichangia kurejesha hawa wa Kenya nyumbani, unajua kama umeokoa mtu, umemtoa kwa hali mbaya katikati ya bahari, alafu umemwokoa, wacha tuokoe huyu jamaa kwanza, alafu hii mambo ya kusema ni nani alikuwa anajua kuogelea zaidi kushinda mwingine, haya ni mambo kidogo sana ambayo sidhani ni lazima tuyafuatilie hivyo. Lakini wakati walitoka, ni balozi gani aliwachukua? Si ni balozi wa Kenya ndio aliwachukua, akawaleta mpaka Busia, Joash Mangi, balozi wa Kenya. Waliwachiliwa kwa ubalozi ama mbele ya balozi wa Kenya, akawachukua akawaleta. Joash Mangi si balozi wa mtu binafsi. Joash Mangi ni balozi ambaye ameteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Kenya, President Ruto, na yeye anahudumu kwa serikali ya Mheshimiwa William Ruto, hahudumu kwa serikali nyingine yoyote. Mimi mwenyewe binafsi nilikuwa nimeandika barua, na Rais wa Kenya mwenyewe alizungumza na kiongozi mwenzake kutoka upande wa Uganda. Kama wenzetu wengine walichangia, tunasema asante kwa mchango wenu wa kuhakikisha kwamba hawa wa Kenya wamerudi nyumbani. Lakini ni vizuri tusiweke uzito kwa jambo kama hile. Wamerudi nyumbani, tumshukuru Mwenyezi Mungu, wamerudi nyumbani, waendelee na kazi yao. Asante sana mheshimiwa kwa kuweza kuitikia swala hilo kwa njia nzuri sana. Sasa tungependa kusikiza swali la docket yako ya Foreign Affairs kutoka kwake mwenzangu Willy Luanga. Asante sana bwana waziri, waziri mkubwa wa mawaziri pamoja na waziri wa mataifa ya kigeni.